Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من البدع والضلال. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninachukua fursa hii adhim kukuhusieni kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, sambamba na kuihusia nafsi yangu juu ya jambo muhimu kama hilo. Hakika huu ni wasia wa Allah tabaraka wa ta'ala kwetu sisi, lakini kwa wale waliopita kabla yetu, kama anavyosema Mola wetu subhanahu wa ta'ala: walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kwa hakika tumewahusia wale ambao wamepita kabla yenu, tumewahusia pamoja na nyie katika jambo zima la kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Fahiya wasiyatullahi lilawwalin wal akhirin. Huu ni wasia wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa wale waliotangulia na sisi tuliofuatia. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kutoa neno fupi hilo la kuhusiana kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, inna mawdhu'a khutbatina al-yawm mawdhu'un. Hakika maudhui ya hutuba yetu ya leo biidhnillah, tutazungumzia katika jambo ambalo huenda kila mmoja katika sisi ni lenye kumgusa katika namna moja au nyingineyo. Kwa ajili hiyo basi, kila mmoja wetu anatakikana kurakiz na kufahamu vizuri, kuweza kulifanyia kazi vyema jambo hili ambalo tutakumbushana siku ya leo. Maashara almuslimin, enyi ndugu watukufu wa Islam, inna min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala fina fi hadha az-zaman an yassara lana ittisala fima bainana sawa'an ba'idat masafa bainana au qarib. Ndugu zangu katika imani, hakika miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ametuneemesha katika watu sisi wa zama hizi ni Allah tabaraka wa ta'ala kutufanyia wepesi katika njia zetu sisi za mawasiliano, jambo ambalo hutufaidisha hata kama mtu anataka kuwasiliana na ndugu yake aliyepo mbali au
karibu katika wakati wowote anaohitaji, jambo hilo huwa ni wepesi kwake yeye. Si jingine bali ni neema ya njia za mawasiliano, hususan kifaa kinachoitwa simu ya mkononi. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo kuhusiana na matumizi mazuri ya kutumia simu zetu za mikononi. Ndugu zangu katika imani, kwa nini nimechagua maudhui hii? Kwa sababu simu za mkononi leo hii zimekuwa ni muhanga kwa watu mbalimbali. Zimekuwa ni sababu za kutoa hata uhai baadhi ya watu kutokana na mambo mbalimbali yanayoendeshwa kupitia kifaa hichi muhimu. Ndugu zangu katika imani, annana naishu fi zamanin istikhdam hadhihi alwasila istimalan khata'an. Hakika tupo katika zama ambazo matumizi ya kifaa hiki, tunatumia kifaa hiki katika njia za makosa mengi, kiasi ambacho tunafasidi sisi akhlaqi alislamia, tabia nzuri katika ulimwengu na mjtama wa Kiislamu. Waislamu wamekuwa ni wenye kuziondosha kupitia kifaa hichi. Ndugu zangu katika imani, al-awatifa al-mahmula, simu za mkononi, silahun min dhu haddain. Hakika hii ni silaha ambayo ina ncha zenye kujeruhi. Ndugu zangu katika imani, buniyat alaina bihaithu la yujad insana al-yawm, imejengewa kiasi kwamba huwezi kumkuta katika wanadamu wa leo illa walahu, isipokuwa anayo simu yake ya mkononi, fi ayi makan, katika sehemu yoyote ambayo atakuwepo mja huyu, lailan wa nahara, mchana na usiku, akiwa macho hata akiwa yupo usingizini, wakati mwingine simu yake anaiweka juu ya kifua chake. Ndugu zangu katika imani, mtu anapokuwa nyumbani kwake, walakin hata anapokuwa kazini kwake, hata akiwa yupo katika masomo, bal hata inda qadha hajatahu, mtihani ulio mkubwa, baadhi yetu hata pale ambapo tunaingia kujisaidia, basi hutumia simu zetu ima kuonekana na watu kile tunachokifanya, au kuchokora wakati tukiwa tupo katika ile sehemu. Ndugu zangu katika imani, na jambo hili halikuishia hapo tu, bali hata wakati wa kutekeleza ibada katika misikiti, daima wanadamu tumekuwa ni wenye kukera watu kwa sababu ya hichi kifaa. Ndugu zangu katika imani, na katika kila jambo, lakini jambo hili lina faida zake na lina athari zake. Ikhwata al-iman, imekuwa ni jambo ambalo linatushughulisha sisi katika maisha yetu. Tunapoteza muda wetu mwingi katika kushughulikia kifaa hiki, kiasi kwamba tunasahau kumtaja Allah tabaraka wa taala. Hatuna muda sisi wa kupatiliza Qur'an, hatuna muda sisi wa kupatiliza dhikri za Allah tabaraka wa taala. Hutumia muda wetu mwingi katika utumiaji wa simu zetu za mkononi. Ndugu zangu katika imani, kiasi ya kwamba tumeisahau malengo ya kuletwa kwetu sisi katika kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Tumeifanya kwamba simu ndiyo vipenzi katika vipenzi vyetu. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, waman ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Yoyote yule ambaye atajitia upofu ya kwamba hashughulikii maneno ya Allah tabaraka wa taala, hashughulikii kitabu cha Allah tabaraka wa taala, basi nuqayyid lahu shaytanan, tutamfanya shaytani kwake yeye, fahuwa lahu qarin, kuwa yeye ni kipenzi chake. Ndugu zangu katika imani, shaytan miongoni mwa sehemu ambazo amefanya kwamba sisi ni kipenzi chetu ni katika kuzitumia hizi simu zetu za mikononi, kiasi kwamba zinatushughulisha kupoteza na kuacha kufanya yale ya wajibu katika dini yetu, huingia katika kufanya ufisadi kupitia simu zetu za mikononi. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema baada ya kumfanya kwamba shaytan kwa kwetu sisi kuwa ni kipenzi, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, shaytani huyu atakuwa ni sababu ya wao kuwazuilia kuifuata njia ya Allah tabaraka wa taala, wayahsabuna annahum muhtadun, na wanadamu watadhania kwamba wao wameongoka, watadhania kwamba yale matumizi yao wanayotumia katika kutumia simu zao ovyo ovyo ni katika kuongoka. Wanasahau ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametutilia mtihani huu ili kutupima akili zetu, lakini
wengi wetu tumefeli katika jambo hili, kiasi ya kwamba tunatanguliza mapenzi ya sheitani kwetu sisi, tukasahau wajibu wetu wa kuletwa katika ulimwengu huo. Ndugu zangu katika imani, tajidul insan daiman, siku za leo utamkuta mwanadamu daima yeye akiamka, jambo la kwanza analoangalia ni simu yake ya mkononi, na jambo la mwisho analoangalia kabla ya kulala basi ni simu yake ya mkononi. Ikhwata al-iman, si haramu kuitumia simu, lakini je, ni matumizi gani ambayo yanapelekea kuzitumia simu zetu kiasi kwamba tukasahau yale yaliyo na wajibu katika maisha yetu? Ikhwata al-iman, inna al-awatif al-mahmula fi hadhihi al-asr baban min abwab al-fitan. Hakika simu za mkononi katika zama zetu hizi zimekuwa ni milango katika milango ya fitna. Lam taslima minha hatta almasajid. Fitna hii haikusalimika hata nyumba za Allah tabaraka wa taala, hata misikiti ya Allah tabaraka wa taala tumeiletea ufisadi kupitia neema hii ya simu za mkononi. Ndugu zangu katika imani, sote tunafahamu ya kwamba misikiti hiya buyutullah, ni nyumba za Allah tabaraka wa taala, na ni sehemu za ibada, ni sehemu za mja kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kuongeza imani yake na kufanya ibada za Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu fiha yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Hakika katika misikiti, katika nyumba za Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ameamrisha litajwe jina lake na watu wamtukuze Allah tabaraka wa taala usiku na mchana. Ndugu zangu katika imani, asubuhi na jioni tumetakiwa sisi tumtukuze Allah tabaraka wa taala, lakini bil asaf ni sisi waislamu tunaingia misikitini wetu, milangoni mwa msikiti kumeandikwa zima simu, sehemu za kutawadha zima simu, bali hata kabla ya sala imamu anazungumza, zimeni simu zenu. Bil asaf, baada ya takbiratul ihram utasikia tayari mziki unalia ndani ya msikiti, kana kwamba waislamu tumekosa kujitambua. Tunaliza miziki ndani ya misikiti bila hata kujali, tunaona kwamba ni jambo la kawaida. Hivi kuna muislamu ambaye hafahamu kwamba miziki ni haramu? Tuachilie mbali kuja kuiliza humu ndani ya msikiti, wewe mwenyewe tu binafsi hivi hujui kama mziki ni haramu? Kwa nini umeweka katika simu yako kiasi kwamba unalia mpaka katika nyumba ya ibada, wala habari wewe huna? Unamtukuza sheitani, unawatukuza wana muziki, unawafanya kwamba wao ni sehemu ya kusikilizwa ndani ya misikiti. Kwa nini huwezi kujizuilia na jambo hili? Nyimbo za nini wewe kama Muislamu unaweka katika simu yako kiasi kwamba unakuja watu wanaswali, simu yako inaita miziki hii, inashughulisha watu wengine, habari wewe huna? Ndugu zangu katika imani, hakika kufanya hivi ni kutafuta uadui mbele ya Allah tabaraka wa taala, kutafuta adhabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwata al-iman, iko wapi ile kuitukuza misikiti? Kuko wapi kutukuza nyumba za Allah tabaraka wa taala? Ni mara ngapi tunasikia sisi nyimbo za matusi kabisa ndani ya misikiti, na Muislamu hana wasiwasi, anaona kwamba yeye ni jambo la kawaida tu kufanya hivyo analolifanya. Ikhwata al-iman, ittaqullah, mche Allah tabaraka wa taala kutokana na matumizi ya simu yako ya mkononi. Ikhwata al-iman, hakika Allah tabaraka wa taala amemfanya mja aliye bora ni yule ambaye anatukuza zile alama za Allah tabaraka wa taala, ndio ataufanya moyo wake kuwa ni moyo wenye kusalimika. Kwani ni kuzitukuza alama za Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema Allah, dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Hakika mwenye kufanya jambo hilo la kutukuza alama za Allah tabaraka wa taala, ndio huyo mtu ambaye moyo wake umejaa uchamungu. Hivi kweli katika nyoyo zetu sisi kuna uchamungu? Uchamungu ambao ndio huo kuchukua wasanii kuwajaza ndani ya simu zetu na kuja kuwaliza ndani ya misikiti yetu. Ndugu zangu katika imani, tufike hatua kama sisi Waislamu tukubali kuishi Kiislamu,
Tusikubali sisi kuwaiga wasiokuwa Waislamu na kuyafanya maisha yao ni muhimu katika maisha yetu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu, mtu akiwa ndani ya msikiti kumshawishi mwenzake anayeswali kwa kusoma Qur'an au kwa mambo mengine. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa msikitini, akawasikia watu wanadhihirisha sauti zao wakiwa wanaswali na wengine wanasoma Qur'an lakini kwa sauti ya juu, hali ya kuwa wengine wanaswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza hawa watu kuhusiana na jambo hilo kwa kuonyesha kwamba wasifanye kuwashawishi wengineo. Je, sisi ni mara ngapi tumetumia nafasi hii kuwashawishi watu wakiwa katika ibada ndani ya misikiti, na hali ya kuwa tumepewa tahadhari kubwa, lakini kutokana na dharau zilizomo ndani ya nyoyo zetu tumeshindwa kulidhibiti jambo hili, kutumia kifaa hichi vizuri, bali tunatumia katika vile ambavyo tunaona sisi tunahitaji kutumia. Ndugu zangu katika imani, fa idha kana raf'u saut biqira'ati alquran, ikiwa kunyanyua sauti kwa kusoma Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo, li'annahu yushawish ala almusallin, kwa sababu linashawishi wengine wanaoswali. Fa kaifa biman yushawish alaihim, vipi kuwashawishi wengine kwa sauti za simu zetu tulizonazo? Hili jambo halifai ndugu zangu katika imani. Tunatakana kama Waislamu kuheshimu hii misikiti, kujiheshimu na kuheshimu Uislamu wetu unazungumza nini kutokana na maisha yetu ya hapa duniani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي أمرنا بغض البصر وحفظ الجوارح، الذي جعل في هذا العصر الهواتف المحمولة منافع للناس وفيه بأسا شديدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Enyi ndugu watukufu wa Islam, ninakuhusieni kwa mara ya pili katika jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, sambamba na kuhusia nafsi yangu juu ya jambo muhimu kama hilo. Ayuha almuslimuna alkiram, enyi ndugu watukufu wa Islam, ittaqullaha taala, tumuogopeni Allah tabaraka wa taala pale tunapokuwa katika faragha, tunapokuwa katika sehemu za siri na katika sehemu ambazo watu wanatuona. Waalamu, najueni ndugu zangu katika imani, anna hadhihi ni'ma, hakika neema hii ni katika neema kubwa mbele Allah tabaraka wa taala, allati baina aidina, ambazo Allah tabaraka wa taala ametupa sisi hizi simu zetu za mikononi. Tunatakana kwetu sisi kuitumia neema hii vizuri, kwa sababu tutakapoitumia vizuri itakuwa ni kheri kwetu sisi. Lakini tukiitumia kwa shari, tukumbuke ya kwamba itakuwa ni shari kwetu sisi. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, hakika tumefika kipindi katika zama zetu sisi, simu zetu za mkononi kama nilivyosema katika hutuba ya kwanza, ni baban min abwab alfitna, ni katika milango ya fitna, wa miftahan likathirin min ashurur, na ni jambo ambalo ndio ufunguo wa shari nyingi zenye kuenea katika ulimwengu. Ndugu zangu katika imani, wengi hutumia simu zetu kupoteza muda usio na idadi. Muda mwingi sana tunaopoteza sisi kutumia simu. Muda mrefu tunaacha kusoma Qur'an, tunaacha sisi kufanya yale ambayo yatakuja kutuletea faida mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini hutoa muda wetu mkubwa sana katika kushughulikia simu zetu za mikononi. Ndugu zangu katika imani, tukumbuke ya kwamba Muislamu kwake yeye hatakikane kuupoteza muda, kwa sababu muda kwake yeye ni mali, na muda atakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anatakikana yeye afanye kile ambacho kitakuja kumpa manufaa mbele ya Allah tabaraka wa taala katika dunia yake na akhira yake. Ndugu zangu katika imani, lakini miongoni mwa matumizi mabaya ya simu zetu za mkononi, al-uquu fil muharramat,
ni kutuingiza sisi katika mambo ya haramu. Wengi katika vijana hutumia fursa hii kucheza kamari kupitia simu zao za mkononi. Wanamuasi Allah tabaraka wa taala kwa neema ambazo Allah amewaruzuku wao. Hutumia simu zao kubeti, hutumia simu zao kutandika mikeka. Fahamu jambo hili litakuja kukuletea madhara makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile hutumia simu zao watu kutazama yaliyo ya haramu ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza sisi kuyatazama. Lakini sijui kwamba tumejitoa ufahamu kiasi gani kuto kuzingatia sheria za dini zetu, kuona ya kwamba jambo tunalofanya ni jambo la kawaida. Ikhwata al-iman, kumbuka hayo unayoyafanya utakwenda kuuliziwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini sisi hutumia simu zetu kuwasengenya wengineo na kufitinisha watu katika magrupu mbalimbali ya WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii. Hueneza batil, watu huediti watu, huchafua watu kwa kuwaenezea mambo yao mabaya. Ndugu zangu katika imani, jambo ambalo ni haram katika maisha ya mwanadamu, mtu kutangaza aibu ya mwenzake. Lakini kwetu sisi hilo limekuwa ni jambo la kawaida, wala hatuoni kwamba tunamkosea Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hakika hii ni neema, tuitumie vilivyo vizuri ili tuepukane na maswali magumu tutakayokwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tusichume madhambi kupitia simu zetu, kwani hakika tutakwenda kuuliziwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tutumie simu zetu katika kumtii Allah tabaraka wa taala, kwani wapo ambao wameleta mapinduzi makubwa katika kutumia kifaa hiki. Leo tunaweza mtu kupata tafsiri mbalimbali za mwanachuoni unayemtaka, vitabu unavyovitaka unaweza kuvipakia katika simu yako, bali kuangalia mambo ambayo yatakufaidisha wewe fi dunia wal akhirah. Kwa nini sasa unatumia muda wako mwingi kutumia simu yako ya mkononi katika mambo ambayo ni ya haram, mambo ambayo yatakuja kukuweka sehemu mbaya mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ittaqullah ya ibadallah, ebu mche Allah tabaraka wa taala. Hutumia simu zetu sisi kutushughulisha muda mwingine mpaka tukakosa kuswali swala za jamaa. Mtu anasikia adhana, lakini kwa sababu ana game ndani ya simu yake hata habari hana, anasema anangoja ikama anaisikia, anasema ngoja nimalize kidogo, mpaka anamaliza anakuta watu tayari wametoka msikitini. Sababu iliyompelekea kukosa swala ya jamani nini? Ni simu yake ya mkononi aliyokuwa nayo. Ittaqullah ya ibadallah, ewe mja wa Allah, mche Allah tabaraka wa taala. Wengine wameshindwa kuwafanyia wema wazazi. Mzazi anaumwa, amewekwa na mzazi mathalan yuko hospitalini, amsimamie mgonjwa, yeye ni kuperuzi tu, yeye ni WhatsApp tu, yeye ni TikTok, hana habari na kile ambacho anakifanya pale, kiasi kwamba mgonjwa anahitaji huduma mbalimbali, yeye hayuko tayari kumsaidia kwa sababu yupo busy na social media. Ndugu zangu katika imani, wapi tunaelekea? Wapi tunaondoa akhlaqi islamia, tabia za Kiislamu, kufanya mambo kuwa mazuri tunayaondoa katika nafsi zetu? Hivi tumeandaa majibu gani ya kumjibu Allah tabaraka wa taala? Bali hizi simu zimekuwa ni jambo ambalo linaleta migogoro mikubwa katika ndoa za Waislamu, kwa sababu mtu ana simu yake, hataki mkewe aikague simu yake, na mke naye ana simu, hataki mume aikague simu yake. Yani watu wanaishi kwa kutegeana. Mmoja akitoka akisahau simu yake mezani, akijisacha akifika nje simu yake haioni, mbio ndani, akija anakwenda hajashika mke wangu simu, yani anaogopa. Kwa sababu gani? Matumizi ya simu yake, jinsi anavyotumia. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ili tupate salama mbele Allah tabaraka wa taala, tupate kuzitumia simu zetu vizuri ili tuokoke na maswali magumu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu wamekosa muda wa kukaa na wake zao, na huo muda ukifika mtu wa kukaa na mkewe au na mke kukaa na mumewe, baba amekaa katika kochi la kulia anaperuzi, mama yupo katika kochi la kushoto anaperuzi, watoto nao wana iPad nao wanachezea. Haya ndiyo maisha yaliyotufikisha sisi, ndio maisha tunayoyaishi. Mtu hana muda kukaa na familia yake kuongea kuhusiana na kuwafahamisha dini, kuwafahamisha mambo muhimu. Hapana, kila mmoja yeye yupo bize na matumizi ya simu yake.
Ya ibadallah, ewe mja wa Allah, mche Allah tabaraka wa taala, itumie simu yako katika vile ambavyo sheria ya dini yetu imetuelekeza. Ndugu zangu katika imani, Uislamu si dini ya kwamba imetubana kutaka sisi tusifanye wanaofanya watu wengine, bali la, tufanye isipokuwa sisi tumewekewa kiasi cha kufanya. Tufanye pale ambapo Allah tabaraka wa taala anayaridhia yale tunayoyafanya. Tusifanye yale ambayo tunaiga kwa watu wengine lakini yanamchukiza Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tukumbuke ya kwamba matumizi ya simu zetu tunazotumia tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika Qur'an, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hakika ya masikio na macho na nyoyo, vyote hivyo vitakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Utaulizwa wewe kupitia masikio yako, ule usengenyaji uliokuwa unausikia kupitia simu yako. Utakuulizwa kuhusiana na muziki ambayo unasikiliza kupitia simu yako. Lakini vile vile utaulizwa muda wako mwingi unaotumia kuangalia season. Maana Waislamu leo hii hawana muda na Qur'an. Mtu yuko radhi kufuatilia season ambayo ina vipande mpaka 500 utavikuta ndani ya simu yake, lakini hana muda mtu huyu wa kufuatilia durusi mbalimbali au kujiwekea utaratibu mbalimbali wa kusoma Qur'an kupitia hiyo simu yake. Muda huo hana. Lakini ukiangalia katika simu yake muda gani ambao ni wa mwisho kutizama WhatsApp, utakuta ni dakika 5 kabla ya kuingia msikitini. Muda gani ameangalia wa mwisho? Anaangalia TikTok yake, utakuta ni dakika 3 kabla ya kuingia msikitini. Facebook vile vile na mitandao mingine vile vile utakuta ni muda mfupi kabla ya kuingia msikitini. Haya, muulize ni mara ya mwisho ni lini kusoma Qur'ani kupitia hiyo simu yako? Kama kubeba msahafu ni kazi, kupitia hiyo simu yako ni mara ya mwisho ni lini wewe kusoma Qur'ani? Hakumbuki hata ni lini amelifanya hilo jambo. Ikhwata al-iman, hakika haya maisha tunayoishi si maisha mazuri. Tunasahau wajibu wetu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na hizi ni fikra ambazo tunapandikizwa kidogo kidogo. Tusiwe na muda wa kushughulikia dini yetu, kiasi kwamba Waislamu leo tumekuwa ni watu wa kukokotwa tu. Tukiambiwa hivi sawa, tukiambiwa vile sawa. Kwa sababu gani? Hatuna muda wa kutoa kuifuatilia dini yetu. Hii simu ya mkononi, kama mtu anayetumia vizuri, basi inamletea manufaa makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwata al-iman, hebu tuzihesabu nafsi zetu kuhusiana na simu zetu za mikononi. Je, zinatukaribisha sisi kwa Allah tabaraka wa taala au zinatuweka mbali na Allah tabaraka wa taala? Isal nafsak, wewe mwenyewe iulize nafsi yako, simu yako, matumizi unayotumia yanakukaribisha, yanakuweka karibu na Allah tabaraka wa taala au yanakuweka mbali na Allah tabaraka wa taala? Nafsi yako ni shahidi juu ya hili. Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anayejua nafsi yake vizuri. Ukijikuta ya kwamba simu yako ni sababu ya kukuweka wewe mbali na Allah tabaraka wa taala, basi mche Mola wako, tubia kwa Allah tabaraka wa taala, rudi ufuate sheria ya Uislamu na sheria ya Kiislamu inavyotaka. Ndugu zangu katika imani, tuitumie simu yetu ya mkononi vizuri, tusome Qur'an, tusikilize durus, tusikilize mawaidha. Hizi ndio katika njia bora ambazo zitatufaidisha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile tuitumie njia hii kama ni njia ya mawasiliano, isiyo kama ni njia ya kuvunjia mtu heshima kwa kueneza aibu mbalimbali za watu. Leo hapo watu Waislamu, mtu ndugu yake akioa, muda ule anampiga picha mke wa ndugu yake tayari kwenye mitandao ya kijamii. Ulichokifanya hichi si kitu kizuri, na unapata makosa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umepata ruhusa hiyo wapi ya kumrusha mke wa mtu katika mitandao ya kijamii? Wapi tunaelekea Waislamu? Kule wanakofanya wale manasara, na sisi ndio ambapo tunaingia. Itumie simu katika biashara, katika mambo mbalimbali ambayo yatakufaidisha fi dunia wal akhirah, lakini usiitumie simu yako katika njia ambazo amezikataza Allah tabaraka wa taala. Itumie simu kama ni njia ya mawasiliano, uunge udugu, usalimie watu walio mbali na walio karibu, mpashane habari zilizo nzuri, lakini usiitumie kugombanisha watu wala kueneza kuvunja heshima za watu. Ndugu zangu katika imani, ikhwata al-iman, ihfadhu a'yunakum
Tuhifadhini ndugu zangu katika imani macho yetu na kutizama ya haramu kupitia simu zetu, lakini vile vile tuhifadhi wakati wetu, tusipoteze muda mwingi katika kuzishughulikia simu zetu tukasahau wajibu wetu mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini tuzithibitishe nia zetu kwa Allah tabaraka wa taala katika matumizi ya simu zetu. Kwa nini? Kwa sababu tutakuja kuuliziwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusiana na matumizi ya simu zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا اغفر لنا وللوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منها الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. قوموا إلى صلاتكم. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.